madarakani aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amejiuzulu rasmi kutoka chama tawala cha United Democratic Alliance UDA. Katika barua yake ya kujiuzulu, naibu rais huyo wa zamani amedai kuwa aliamua kubadili msimamo wake baada ya kubaini kuwa hana tena maadili sawa na chama tawala. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu wa masuala ya kisiasa Mike Kagwongo, chama tawala kimekanusha hatua ya Gachagua kujiuzulu, kikishikilia kuwa aliondolewa mara moja baada ya kubanduliwa kwenye wadhifa wa naibu kinara wa chama. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amejiuzulu rasmi kutoka kwa chama cha UDA, akisema manifesto ya chama hicho ni ya uongo, huku akidai kuwa hakuna taifa linaloweza kujengwa kwa misururu ya uongo. Katika barua yake aliyoiandikia chama chake cha zamani, Gachagua amebainisha kwamba alifanya uamuzi huo kwa kufahamu itikadi za chama kilichoaminika na mamilioni ya Wakenya, lakini sasa kimegeuka kuwa wakati hatari zaidi wa kisiasa kwa wananchi na Jamhuri ya Kenya. Naibu rais huyo wa zamani ameongeza kuwa UDA imechosha na kupoteza muda wa Wakenya kujiinua kiuchumi, kijamii na kisiasa. Sehemu ya taarifa hiyo ilisema itakumbukwa kwamba wakati akithibitisha manifesto ya Kenya Kwanza, mgombea wetu wa urais mwaka 2022 alisema, "Ni imani yangu thabiti kwamba umoja, utulivu na ustawi wa nchi yetu hautokani na ukuu wa wanadamu bali katika nguvu za taasisi zetu." Kama chama na mamilioni ya Wakenya tulimwamini na kuiamini kauli hii. Ilikuwa ni uongo. Hakuna taifa linaloweza kujengwa kwenye orodha ya uongo. It is devolved. Wakati huo Gachagua ameshutumu serikali ya Kenya Kwanza kwa kushindwa kuitekeleza ajenda ya mabadiliko ya kiuchumi ya bottom up. Hata hivyo, mnamo Novemba mwaka jana, wakati wa kuapishwa kwa Profesa Kithure Kindiki kama naibu rais, mwenyekiti wa chama Cecily Mbarire alithibitisha kwamba Gachagua angekihama chama kwa hiari yake, licha ya nafasi yake kuchukuliwa na Kindiki kama naibu kiongozi wa chama. We cannot expel him from the UDA party. He will remain member of the UDA party should he wish to remain, because it's voluntary membership. But as far as we are concerned, he will continue to be a member of the UDA party unless he says otherwise. Baada ya wiki mbili, Kindiki alizinduliwa kama naibu kinara wa chama katika makao makuu ya UDA na kutoa hatamu kutoka kwa mtangulizi wake Rigathi Gachagua. Mike Kagwongo, TV 47, Nairobi.